Karibu tena kwenye matangazo yetu. Tunaendelea na mjadala ambao tutakuwa nao hapa ni kuhusu ajali katika masoko na umuhimu wa bima kwa wafanyabiashara. Imeshuhudiwa katika kipindi cha miaka kadhaa iliyopita, masoko yamekuwa yakipata ajali ya moto, na hasa Dar es Salaam idadi kubwa ya masoko ikiingia kwenye orodha ya masoko ambayo yamepata ajali za moto, ikiwemo soko la Kariakoo, moja kati ya masoko makubwa yenye mzunguko mkubwa wa biashara. Sasa kubwa hapa tunaangalia katika mtazamo wa kiuchumi, hasara zile ambazo zinapatikana kwa hawa wafanya biashara, nani huwa anazifikiria? Lakini pia hawa wafanya biashara wenyewe wanafahamu umuhimu wa kuwa na bima kwenye biashara zao, ili zinapotokea ajali kama hizi basi tunaweza kuona kwamba hawa wafanya biashara wanakuwa na hali nzuri, angalau ile msongo wa mawazo na vitu kama hivyo vinapungua, kutokana na kwamba wanaweza wakafidiwa sehemu ya biashara zao kutokana na bima ambazo wanakuwa wamekatia biashara hizo. Tunaye hapa Nicholas Malakasuka ambaye ni afisa bima mwandamizi kutoka shirika la bima la NIC. Karibu sana. Asante sana. Na vile vile tunaye mtaalamu wetu wa masuala ya uchumi Walter Nguma, kuangalia pia katika mtazamo wa kiuchumi. Karibu sana Nguma. Asante sana Gulak. Na kule kushoto kwangu tunaye Hilda Foya. Na umeeleza hapo mengi. Tutaangalia hapa kuhusiana na masoko ambayo yameungua hususan hivi karibuni. Lakini kubwa ni swali pia, bima inaweza kuwa suluhisho na kuwa msaada hasa kwa wafanyabiashara wakati hayo yakitokea. Tutajadili kwa kina, lakini yapo matukio makubwa ambayo ya moto katika masoko yaliyotokea, na tutakumbusha hapa kwa muhtasari tu miongoni mwa yale ambayo yamekuwapo. Na hapa mwaka 2021 kule Kariakoo, tunakumbuka Goodluck, tukio hilo lilitokea. Lakini kule Karume ilikuwa ni Januari 2022, ambapo hasara iliyobainika hapo ilikuwa ni zaidi ya wafanyabiashara 3,500 ambao walipata hasara kutokana na hilo. Lakini Mwanjelwa kule Mbeya, soko liliungua Januari 2022, na kwa upande wa mwaka 2021 na 2022. Mwaka 2023 mwezi Oktoba, Kariakoo mnadani na ikapatikana hasara zaidi ya wafanyabiashara 550. Lakini sambamba na hilo, kule Machinga Complex hapa tu si mbali, 2023 nalo likapata kadhia hiyo. Lakini Julai mwaka 2025 ambao ni mwezi tu wa 7 mwaka huu, soko la Mashine Tatu kule Iringa nayo ikapitia changamoto hiyo. Mwezi huu Septemba Kawe nayo ikapata madhila hayo, na mwezi huu Septemba eneo la Karume, Kariakoo kumradhi pale na Rung'ombe kwa mwaka huu 2025, na ndicho ambacho kimepelekea matukio haya tangu 2021 hadi 2025, kwa kuangalia tu matukio ya hivi karibuni. Hii ni baadhi tu ya masoko ambayo yamepata hizo ajali, kama ambavyo Hilda ametuonyesha katika jedwali hilo, kuanzia mwaka 2021 mpaka mwaka 2025. Katika kipindi cha miaka minne tu tumeona masoko haya makubwa, na haya masoko ukiangalia Kariakoo, Karume, Mwanjelwa, ukienda Mbeya unazungumzia, unavyotaja Mbeya soko, ukitaja masoko Mbeya unazungumzia Mwanjelwa. Yes. Ukitaja masoko Dar es Salaam unazungumzia Kariakoo. Unazungumzia soko la Kawe, unazungumzia Machinga Complex, Karume na masoko mengine. Na Iringa pia unazungumzia Mashine Tatu, na masoko haya tumeona yakipata ajali. Sasa haya ni masoko ambayo mamia kwa maelfu ya wafanya biashara wanafanya biashara zao, na pengine labda haijafanyika tathmini kuona kwamba ni hasara kiasi gani katika matukio yote haya yametengenezwa kwa hawa wafanya biashara. Lakini Walter, kwa mtazamo tu wa kiuchumi, ni wazi kabisa kwamba wafanya biashara wameingia kwenye hasara kubwa. Ni kweli Gulak, wafanyabiashara wengi wameingia kwenye hasara kubwa kutokana na kuungua kwa masoko, kwa sababu ujue kuna uwekezaji mkubwa ambao wafanyabiashara huwa wanaufanya kwenye haya masoko, kwa sababu ukiangalia kihistoria maeneo mengi ambayo kuna masoko Tanzania yalikuwa ni maeneo ya wazi. Kwa hiyo wafanyabiashara ndio waliingia gharama ya kujenga labda
maeneo kwa ajili ya kufanyia biashara zao. Kwa hiyo kuna gharama ambayo wameingia, lakini vile vile masoko haya yanapokuwa yanaungua, wafanyabiashara kuna kiasi cha fedha ambacho huwa wanalipa kwenye haya masoko ili waweze kupata ile leseni ya kuweza kufanya biashara. Lakini pia wafanyabiashara huwa wanaacha baadhi ya bidhaa zao kwenye maeneo haya ya masoko, hawayazibebi kwenda nazo nyumbani, kwa maana ya kwamba kuna baadhi ya maduka ambayo yanazunguka masoko haya ambayo yamebeba bidhaa mbalimbali ambazo ndizo ambazo wanazitumia kufanyia biashara, kwa maana ya kuuza ili waweze kupata mapato. Kwa hiyo ni hasara kubwa ambayo wafanyabiashara huwa wanaipata, na hasa ukizingatia kwamba namna ambavyo wafanyabiashara wengi wanaofanya biashara kwenye masoko, upatikanaji wao wa mitaji jinsi ulivyo, na namna ambavyo mzunguko wa hiyo mitaji yao jinsi ulivyo. Kwa hiyo inapotokea soko kuungua, maana yake ni kwamba unamrudisha mtu nyuma kwa zaidi ya hatua 10, kwa sababu mpaka aje kupata tena mtaji wa kuweza kumuinua na kuweza kuinyanyua tena ile biashara, inakuwa ni kazi kubwa sana. Kwa hiyo kama ni hasara, wafanyabiashara hao wanapata hasara kubwa. Na ukiangalia kwa takwimu na hivyo unaziangalia hapo, maana yake ni kwamba hakuna sehemu ambapo masoko yanaungua ukakuta kwamba wafanyabiashara wako chini pengine ya kuanzia wafanyabiashara 600 700. Maana yake ni kuanzia 600 mpaka 700. Maana yake ni kwamba unaweza kuona ni kwa kiasi gani hasara hiyo inaweza kuwa ni kubwa. Kwa hiyo hasara inapatikana kwa ukubwa sana, na achilia mbali tu ya wafanyabiashara kupata ile hasara ya kwamba mitaji yao inayumba au inaharibika, lakini unaweza kwenda mbali na kuona kwamba hata wale watu wanaotegemea masoko haya kupata huduma, maana yake ni kwamba na wenyewe wanaathirika kutokana na masoko haya kuungua. Lakini zaidi pia serikali inapoteza mapato, kwa sababu kuna shughuli mbalimbali ambazo zinatozwa kwenye haya masoko. Kwa hiyo ina maana kwamba yanapoungua, maana yake ni kwamba tayari tunapoteza mapato mengi. Unakumbuka kwa mfano Kariakoo ilipoungua, tuliweza kusikia ni kwa kiasi gani ambavyo tuliweza kupoteza mabilioni ya fedha kutokana na Kariakoo kuungua. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba inaweza kukupa picha kama Kariakoo soko kubwa linapoteza mabilioni, maana yake ni kwamba kwenye haya masoko makubwa ambayo tumeyataja hapa, maana yake ni kwamba tunapoteza mamilioni ya fedha. Kwa hiyo hasara inapatikana kwa wafanyabiashara, hasara inapatikana kwa serikali, hasara inapatikana kwa wale watumiaji wa hayo masoko, lakini vile vile masoko haya yanazalisha ajira nyingi sana. Kwa sababu hawa watu wafanyabiashara wajasiriamali 700, maana yake ni kwamba lazima ufanye mara 3 yake, kwa maana ya kwamba kuna wachuuzi, kuna wabeba mizigo, siku hizi kuna majina ambayo tunayatoa siku hizi, mawinga wako kule. Wote hao maana yake ni kwamba wanayategemea haya masoko ili kuweza kujipatia kipato. Kwa hiyo soko linapoungua, maana yake ni kwamba tunaunguza ajira nyingi sana za Watanzania. Naam. Upande wa bima sasa, uelewa unaona kwanza ukoje, na labda hata ule mwitikio wa watu kuwa na bima hasa katika biashara kama hizi ambazo zipo maeneo haya? Asante kwa swali zuri sana. Kama unavyofahamu, sisi NIC ni taasisi ya serikali, lakini vile vile tuna jukumu kama taasisi ya serikali kutoa elimu ya bima kwa jamii. Kwa jamii mtu mmoja mmoja, lakini vile vile kwa kama kampuni. Kama ulivyosema mtaalamu wa uchumi hapa, nasema janga likitokea inakuwa ni shida kwa mfanyabiashara ambaye anaipata kiuchumi, kwa sababu anapoteza mtaji, anakosa amani ya moyo, kwa sababu anakuta kama hajakatia bima yeye hawezi kuwa comfortable katika kufanya biashara yake. Lakini ikiwa amekatia bima, kwanza itakuza mtaji wake na kuutunza huo mtaji. Pili, itampa amani ya moyo. Tatu, itamsaidia yeye kurudishwa pale katika hali ambayo ilikuwepo before, kabla janga lijatokea. Kwa sisi kama NIC tumekuwa tukifanya kampeni mbalimbali katika kuelimisha umma pamoja na wafanyabiashara umuhimu wa kukatia bima masoko yao pamoja na stock ambazo wao wanaziuza. Yes. Na mpaka sasa mna tafiti zozote ama kwa idadi labda viwango ambavyo mwitikio huo umekuwepo? Sawa, katika kutoa huduma za kibima tunatoa huduma kama sisi NIC, lakini kuna watu wetu ambao ni washirika wetu ambao wanazitoa hizo huduma kwa niaba ya NIC, kwa maana kuna mabenki, kuna mawakala, kuna madalali. Kwa hiyo unakuta wafanyabiashara hawa wengi wanapoenda kupata aidha mikopo katika hizi taasisi za kifedha, hizi taasisi za kifedha zinawaambia bwana, lazima mkopo tunaokupatia tuweze kukatia bima. Kwa kupitia hao
watu wengi wanaenda kupata huduma za kibima kupitia taasisi za kifedha, kwa sababu taasisi za kifedha zinakuwa zina interest ya ule mkopo ambao amepatia mteja. Kwa maana janga likitokea, ile pesa mteja isiweze kupotea, kwa maana ya mfanyabiashara na ile kampuni ya kifedha, ile taasisi ya kifedha na yenyewe isiweze kupoteza ule mtaji. Sasa inapotokea ajali ya moto kama hivi, mfanyabiashara biashara yake imepotea, imeteketea, ndio kampuni ya bima inamlipa vipi ikiwa alikatia bima ya biashara yake? Okay, iko hivi. Mfanyabiashara anapokuwa yeye anafanya biashara, unakuta let's say ana frame, lakini vile vile ana store ambapo anahifadhi stock yake. Anakuja sisi ofisini, anasema na mimi ninafanya biashara, nauza spare au nauza mabaro ya nguo, lakini katika duka langu mimi ili hapa stock ambayo nionao ya mwaka mzima ni kiasi hiki ambao mimi nahifadhi. Kwa sisi kama NIC tunaikatia bima ile stock. Kwa maana janga la moto likitokea, ile stock ikaungua, sisi NIC tunataka tumcompensate kile kiwango ambacho yeye alikideclare kama ni value ya stock yake ambayo. Kwa asilimia ngapi? Asilimia 100 anayosema yeye. Yes. Na hapo bima zipo za aina tofauti. Kuna bima ya moto, kuna bima ya kuibiwa. Yes. Hapo inabidi awe na bima ya aina gani, ama kuna ile ambayo inajumuisha majanga yote ili aweze kurudishiwa vitu vyake? Sasa unakuta majanga yanakuwa katika aina mbili. Kuna janga la moto ambayo tumelidiscuss hapa kwa kiwango kikubwa sana, lakini kuna majanga mengine ni ya wizi, inaitwa burglary. Kwa maana yule mfanyabiashara anakata bima mbili, anaweza kata bima ya moto, atakata bima ya moto, lakini vivyo atakata bima ya wizi. Anakuwa na yeye na yule uhuru, kwa sababu kutokana na mazingira ambayo sisi tunayo hapa, wizi ni mkubwa sana. Naomba nikatie bima ya moto, lakini vile vile nikatie bima ya wizi. Kwa utampatia bima zote mbili, kwa maana ya moto pamoja na wizi. Walter, unaionaje elimu na uelewa wa masuala ya bima kwa wafanyabiashara wa Tanzania, hasa ambao wanafanya biashara kwenye masoko? Kwa kweli elimu bado ni ndogo, na hata ukiangalia kitakwimu, atanisaidia mwenzangu, utagundua kwamba wafanyabiashara ambao wamekatia bima biashara zao ni wachache sana. Na ukija kuangalia ambao angalau wana ule utaratibu wa kukatia bima biashara zao ni wale wenye makampuni makubwa. Na hata ukiangalia ni zile kampuni za kimataifa sana, unakuta ndizo ambazo wanakatia bima biashara zao. Lakini ukienda maeneo kwenye haya masoko ya kwetu haya, kwa sababu majanga ya moto sio yameanza leo, yameanza muda mrefu, lakini unaweza kuona kwamba Watanzania hawajataka kujifunza. Unajua Watanzania hata hizi bima za magari, yani ingelikuwa sio kukaguliwa barabarani, hata zenyewe wasingekata. Yes. Kwa hiyo yani wengine zinakaguliwa lakini hawajakata. Yes, kuna wengine wanakaguliwa lakini bado na wenyewe hawajakata. Kwa hiyo unaweza, na mengi unakuta yamesimamishwa kule barabarani, hawana bima, hawana nini. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni utamaduni ambao umetuacha nyuma sana wa Tanzania, na ndio maana video ni vingi sana pale ambapo majanga yanatokea. Kuna watu wana majengo makubwa sana, na majengo hayo yamekaliwa na wafanyabiashara tofauti tofauti, lakini hayo majengo yenyewe hayana bima. Majengo haya ya kibiashara hayana bima. Sasa unakuta kwamba janga linapotokea, kwa mfano lilivyoanguka jengo pale Kariakoo, unakuta bima hakuna. Kwa hiyo sasa kama jengo linakaliwa na wafanyabiashara aina tofauti tofauti, maana yake ni kwamba ni watu wenye tabia tofauti tofauti na ambao wanafanya biashara kwa aina tofauti tofauti. Maana yake kwamba linaweza likatokea janga lolote, janga la moto na mambo mengine kama hayo, jengo likaungua, lakini unakuta kwamba hawezi kurejeshewa labda kurejeshewa lile jengo lake au nini, kwa sababu halina bima. Kwa hiyo elimu ya bima inawezekana kwa kiwango kikubwa bado haijawa ni kubwa kwa Watanzania, lakini pia Watanzania hawajawa na mapokeo chanya kuhusiana na masuala ya bima. Na good luck, bima masuala ya moto, kwa mfano kuwepo kwa vitengo vya moto vinavyohusiana na bima vimeanza miaka mingi sana, kwa sababu nakumbuka janga kubwa la moto lililotokea lilikuwa miaka ile ya 1666 kule London, na ndiko mwanzo wa kwanza kuwa na department za moto, na baadaye masuala ya bima yakaja kuibuka kuanzia miaka 1710 huko Marekani. Kwa hiyo ni mambo ya moto yana historia ndefu, lakini ni kwamba mapokeo yetu sisi kama Watanzania yameendelea kuwa hasi kwenye masuala ya bima, kana kwamba inaonekana ni kama upigaji fulani hivi. Lakini majanga yanapotokea sasa ndiko ambako kunakuwa na mushkeli mkubwa. Kwa ufupi tu Nicholas, kwenye kazi data yenu mnafanya biashara wangapi kwa mfano ambao wamekatia bima biashara zao, hasa ambao wanafanya kwenye masoko? Ambao wanafanya kwenye masoko kwa sababu ukiangalia masoko mengi ambayo sasa hivi mengi yanakuwa ni ya modern.
Mfano ukizungumzia soko la Kariakoo, ukienda ili jipi ambalo limejengwa sasa hivi. Ile tumeshalikatia bima sisi kama NSC. Ukienda Morogoro kuna soko la Kingaru, ukienda Dodoma kuna soko jipi ambalo liko 88 pale. Kwa hiyo tuna allowed kuanzia wafanyabiashara 2000 kwenda juu ambao wamekatia bima. Unajua kama alivyosema mtaalamu hapa, soko la Kariakoo ili ambalo jipi limejengwa, kwenye bima kuna kitu kinaitwa insurable interest. Yaani yule mtu ambaye ana interest na ile asset ambayo iko pale. Ukija katika soko la Kariakoo, lile shirika la Kariakoo lenyewe interest yake ni lile jengo. Si ndio? Lile jengo ndio interest yake. Lakini wafanyabiashara wale wadogo ambao wako mwenye ndani ambao ni wapangaji, interest yao wao ni zile mali ambazo wao wanaziuza. Sasa na hapo pia Nicholas utakuja kutuambia kuhusiana na huyo kukatia jengo kama jengo lote afu na hiyo ya mfanyabiashara mmoja mmoja. Shikilia hapo tutakuja kurejea kwako, utatujuza kwa kina. Bado tunaendelea. Tunapo Walter Nguma pamoja na Nicholas kutoka shirika la bima la NSC. Tangazo yetu, mada ambayo tunajadili hapa ni ajali katika masoko na umuhimu wa bima kwa wafanya biashara. Tunaye hapa Nicholas Malakasuka, afisa bima mwandamizi kutoka NSC, na Walter Nguma, mchambuzi wa masuala ya uchumi. Nicholas, ulikuwa unazungumzia pale kuhusiana na bima ambazo mnazikata kwenye masoko. Kuna ile bima kwa soko zima, alafu bima kwa mfanyabiashara mmoja mmoja. Tuelezee hapo vizuri. Sawa. Pale unajua katika mfanyabiashara unakuta mfanyabiashara yeye kwenye lile soko, yeye ni mpangaji. Yeye ana frame pale na ana store yake. Yeye interest yake ipo kwenye bidhaa yeye ambayo anaiuza. Lakini lile jengo yeye pale ni mpangaji. Kwa hiyo yeye hana interest na lile jengo. Mwenye interest na lile jengo ni mmiliki wa lile jengo. Kwa pale anatakiwa zikatie bima mbili. Mmiliki wa lile jengo anatakiwa akatie yeye bima lile jengo, lakini mfanyabiashara anakatia bima ile bidhaa yake yeye ambayo anaiuza. Tunaita ni stock. Umenielewa? Kwa wanaita ni stock. Kwa hiyo unakuta pale hata kama yule mwenye jengo yeye hatokatia bima, mfanyabiashara anaweza kukatia bima ya stock yake. Likaja jengo likaungua, sisi kama NIC tunakuja kumfidia mfanyabiashara. Ila mwenye jengo hakuwa na bima kutoka NIC. Sasa Hilda, wakati tuko tumeenda break kwa naongea hapa na tuko tunaongea na Nicholas hapa. Kwa sababu unajua watu wengine wakisikia kuhusu kukatia bima biashara wanaanza kuwaza hela nyingi sana. Labda sasa Nicholas tuambie hapa kwa mfano NIC. Ndio. Mfanya biashara ambaye anafanya biashara kwenye soko akitaka kukatia bima biashara yake, anatakiwa kuwa na shilingi ngapi? Sasa unajua bima ni kinga ambayo inampatia aidha anaweza kawa individual au kampuni zidi ya majanga ya kifedha ambayo anaweza kukutana nayo. Hata unapozungumzia majanga ya kifedha, hata shilingi 50,000 anaweza kukatia bima. Ana stock yake 50,000 anakatia bima. Ana stock yake 100,000 anakatia bima yake. Kwa hiyo kiwango chochote cha kifedha ambapo janga likitokea, yeye atapata loss kwa kupoteza kile kiwango cha kifedha, anaruhusiwa kukatia bima. Ambao nyinyi mnatoza asilimia ngapi? Sasa mfano leo mfanya biashara yupo Kariakoo pale, yeye katika soko la Kariakoo, yeye stock yake ya mahindi, anauza mahindi pale mbele katika frame yake kana stock ya mahindi. Kwa hiyo anakata kukatia bima zidi ya janga la moto. Kwa hiyo utasema bwana, mimi stock yangu ya thamani ya shilingi milioni 50, hiyo bima yake ni kiasi gani? Tutachukua milioni 50, tutazidisha kwa rate ya 0.2%, tutampatia yeye kwenda kulipa basi. Kwa hiyo thamani ya bima ni 0.2. Yes. ya stock yote alionayo huyu mfanyabiashara. Kwa kifano kama mfanyabiashara stock yake ni milioni 100, 0.2% ni kama shilingi 200,000 hivi. Kwa atalipia 200,000 kwa mwaka mzima. Kwa akishalipia kwa mwaka mzima, kwanza atatunza mtaji wake, janga likitokea mtaji hautopotea. Kwa kama ni milioni 50 ni 100,000. Kwenye 100,000 na kitu. Sasa 100,000 kwa milioni 50. Na hiyo inakuwa kwa mwaka mzima. Ni mwaka mzima, kipindi chote cha miezi 12. Ikitokea jambo lolote hapo sasa sisi kampuni ya bima ndio jukumu letu sisi sasa kuja kumfanyia kumrudishia milioni 50 yake. Yes. Uelewa pia wa bima namna inavyofanya kazi ni tofauti. Mwingine anaona anaweka kama ni hiyo milioni 100,000 yake ya bima kwa mwaka mzima, hajapata janga, ina maana imepotea. Anaona kama imeenda bure. Tueleze kwa wale ambao bado. Nashukuru sana kwa swali zuri dada Lydia. Unajua bima it's a pool of risk. Ni pool ya risk na mali risk mbalimbali ambayo tumeziweka katika pool moja. Ya bwana Goodluck, ya kwako wewe Lydia, ya mimi Nicholas. Kila mtu amekatia bima ipo katika pool moja. Sasa ada ya bima unayoilipa ni kiwango kidogo sana compared na ile value ambayo wewe unayo. Mfano wewe stock yako ya shilingi milioni 100 umelipia shilingi 200,000. Lakini janga likitokea, sisi tunataka tukurudishie milioni 100 yako. Sasa hiyo pesa nyingine ya kukufidia wewe naitoa wapi? Ndio hela ya Lydia aliyochanga
ya bwana Goodluck ulioichanga ipo katika puli yetu, inamkompensate huyo hapo. Kwa mnakusanya kutoka sehemu mbalimbali ili muweze kumsaidia yule ambaye atapata janga. Kwa inakuwa ni shirikishi. Wewe usipopata janga inamkompensate mwingine. Wewe usipopata janga inamkompensate mwingine. Yes. Naona Nicholas ana ndugu yake anaitwa Lydia. Unajua Lydia na Hilda. Ni Hilda. Lakini sio yote ni hamna neno. Ndio. Walter, kwa upande wako au kabla ya Walter, kwa upande gharama umeshazungumzia, lakini Walter, unadhani kwa mfanya biashara kwake ni muhimu kiasi gani, hasa akiangalia hizi gharama ambazo mfano ametutajia 0.2 kiwango cha ile hata biashara ambayo anaifanya, ukiweka katika uwiano huo, mfanya biashara ana chochote cha kupoteza pale ambapo anakata bima? Unajua, niseme kwamba ilivyo ngumu kupata mtaji, inabidi mfanyabiashara kuweza kutumia njia zote katika kuweza kuulinda mtaji huo, kwa sababu majanga yanapotokea hayana taarifa. Majanga hayana taarifa hata siku moja. Majanga tu ni umelala nyumbani unasikia tu jengo limeporomoka, au umeenda safarini unasikia soko linaungua. Ndivyo majanga yalivyo. Kwa hiyo kuja kama ulianza na mtaji wa shilingi milioni 10, umepanda sasa hivi una mtaji wa milioni 500. Hivi kweli uje upoteze mtaji wa milioni 500 kwa sababu tu umeshindwa kukatia bima ya shilingi 500,000 au milioni 1? Maana yake ni kwamba hayo ni makosa makubwa ambayo tunayafanya. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa sana wa kuweza kuhakikisha kwamba tunazikatia bima biashara zetu, kwa sababu kama gari ambalo ni liability unalikatia bima. Sasa biashara ambayo ndio inaolisha hilo gari, inalisha familia, inasomesha watoto, inalipa kodi kwa nchi na mambo mengine kama hayo, unashindwa kuikatia bima. Maana yake ni kwamba ni makosa ya kiitifaki unafanya hapo. Yaani maana yake ni kwamba kuna makosa ambayo ya namna hiyo kama tukiyaendekeza, maana mwisho wa siku ni kwamba watu wengi nafasi ya kwenda mbele watakuwa narudi nyuma. Nikupe mfano mzuri. Ukienda kwa mfano Mbeya, wale waliopata majanga ya moto, kuna ile tokea mwaka 2014 wakamishiwa kule Sido, na bado walivyofika Sido likaungua tena. Unaweza kuona kwamba kama kwa trend hiyo unaweza kuona kwamba huyu mfanyabiashara kama alijitafuta kilichokuwa benki akachukua tena akaenda kuweka pale, maana yake kwamba kama kiliungua tena, maana yake unaweza kuona kwamba ni kwa kiasi gani ambavyo waliweza kurudi nyuma. Kwa hiyo kukatia bima ni jambo ambalo ni la muhimu sana kwenye biashara. Usifikirie sana kwamba hii 100,000 nitakayoitoa au milioni 2 au milioni 3 au milioni 10 nitakazozitoa kwa ajili ya kuilinda biashara yangu, kama janga litatokea basi itakuwa imekwenda na maji. Haya, likitokea hilo janga, kwa sababu usizungumzie tu kwamba janga hilo halikutokea, sasa mwisho wa siku hakuna tena sababu. Haya ndio linatokea. Ushakuona kwa mfano watu wengi wanapata ajali pale ambapo bima ya gari imeisha. Sasa unakuta amechelewa pale hadi kukata bima, alafu ndio ajali inatokea. Na ndio matokeo yanakuwa ni pale. Kwa hiyo kabla ya kusaga meno, ni afadhali kuhakikisha kwamba tunachukua hatua za kuhakikisha kwamba tunazikatia bima biashara zetu. Wenzetu walikofika, mojawapo ya kitu ambacho wanakipa thamani kabla hata hiyo leseni ya kibiashara ni kuhakikisha kwamba ana bima ya biashara yake, kwa sababu lazima ahakikishe usalama wa biashara. Na tunazungumza tu bima, lakini bima hata ya majengo, zote hizo ni bima ambazo ni muhimu. Wewe una nyumba za wapangaji, umejenga kwa zaidi ya bilioni 2, bilioni 3, alafu nyumba zote hizo hazina bima, kwa sababu hiyo ni biashara pia unafanya. Sasa hazina bima, maana yake ni kwamba moto ukitokea ni shida, hakuna mtu kukompensate, hakuna sehemu utakimbilia. Kwa hiyo utabaki tu kulaumu fire, hawajaja kwa wakati na mambo mengine kama hayo. Sasa hivi Walter, watu wanazungumza kuhusu mjadala kuhusu kuwa na hata bima ya mapenzi. Sasa kama tunafikia huko, kwani tushindwe kukata bima za ndoa? Sasa kabisa. Lakini hebu tujikumbushe, labda atatuwekea tu listi ya yale masoko yaliyoungua. Ninachokiona hapa ni kwamba kama walivyosema kumekuwa na trend. Trend ambayo kiukweli tunashindwa kuelewa. Kwa mfano Kariakoo mwaka 2022 iliungua. Mwaka uliofuata Karume Januari 2022, Mwanjelwa Januari mwezi huo 2022, Kariakoo Mnadani Oktoba 2023, 2025 mwezi Septemba Kariakoo na Rungombe. Kawe imetokea juzi tu hapa 2025, Mashine 3 Iringa mwezi Julai 2025,
lakini bila kusahau Machinga Complex. Kwa ukiangalia trendi hii inakwenda kama ilitokea Kariakoo 2021, kwa nini tusingetumia soko la Kariakoo kama mfano wa kujiandaa na kuweka mikakati ya kuzuia haya matukio yaliyofuata? Mpaka sasa tunazungumza matukio zaidi ya 6 ya masoko makubwa kuungua. Walter Nguma. Ni kweli, lazima ukiangalia kwa hiyo trend jinsi ilivyo, unaweza kuona kwamba ni wakati kwamba serikali sasa kuja na mkakati maalum wa kuweza kuhakikisha kwamba wafanyabiashara wetu wanakuwa na bima. Kwa sababu unajua mmojawapo mtu mwenye leseni ya kuwalinda wafanyabiashara ni pamoja na serikali, kuhakikisha kwamba kuna ule usalama wa mali zao, lakini pia usalama wa mitaji yao, kwa sababu hata serikali ndio inahusika kuhakikisha kwamba usalama wa fedha zao unakuwepo, kwa sababu unapotuma pesa na kupokea pesa, maana yake ni kwamba kuna safety pale, kuna usalama wa hiyo fedha kuweza kukufikia. Kwa hiyo ni wakati kwamba na serikali na wenyewe wakaja na utaratibu wa kuweza kuona kwamba watu wengi wanaoingia kwenye haya masoko ya kibiashara wanakuwa na bima, kwa sababu ukiangalia bima inayotozwa kwenye hizi stock, ukiangalia na kodi anayolipa labda ya pango, unakuta kwamba kodi ya pango ni kubwa ukilinganisha na hiyo bima. Ukiangalia gharama anayolipa kwa ajili ya leseni ni kubwa ukilinganisha na ya bima. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kama huyu anakuwa na mtaji na stoko ya kuanzia milioni 50, milioni 100, ni kwa nini huyu mtu asiwe na bima kwenye hiyo biashara? Maana yake ni kwamba hata watu ambao kwa mfano hizi taasisi za kifedha kwenye mabenki na wenyewe pia wanaweza wakasaidia kwenye kuhakikisha kwamba wafanyabiashara wengi wanakuwa na bima, kwamba ili uweze kukopesheka pia benki ijihakikishie kwamba huyu mfanyabiashara stoku zake zinakuwa na bima, kwa sababu asipokuwa na bima, janga linapotokea inakuwa ni changamoto pia kwa mabenki, kwa sababu hawawezi kufanya rejesho. Unafanyaje rejesho na kati tayari moto umeshatokea? Lakini ina maana kama huyu mtu akiwa na bima, maana yake ni kwamba ana uwezo wa kurejeshewa mtaji wake na mzunguko wa kibiashara ukaendelea vile ambavyo ulivyokuwa. Kwa hiyo unaweza kuona hizi zote zinapaswa kuangalia kwamba serikali pamoja na taasisi za kifedha zote kwa ujumla waweke mkazo wa kuhakikisha kwamba wafanyabiashara wengi wanakuwa na bima, ili changamoto hizi zinapotokea basi wafanyabiashara hawaweze kuwa salama, lakini vile vile marejesho kama ni kwenye mabenki na taasisi nyingine za kifedha yaweze kufanyika. Kwa hiyo kuna namna ya kuweza kufanya hivyo. Naam. Nicholas. Naam. Kaka Walter amezungumzia vizuri sana. Tukirudi katika mfano ambapo tumeona pale soko la Kariakoo. Soko la Kariakoo lilivyoungua mwaka 2022, sasa hivi limeshajengwa jipya. Shirika la Kariakoo Market lilitualika sisi shirika la bima la taifa kwenda kutoa elimu kwa wafanyabiashara wa Kariakoo. Grupu la kwanza lilikuwa na wafanyabiashara walikuwa kwenye 500-600 hivi. Na grupu la pili lilikuwa na wafanyabiashara kama 400. Dhumuni ni kwamba mfanyabiashara kwanza apate elimu ya bima, na janga likitokea atafidiwaje. Kwa tulifanya hiyo kazi kwa wafanyabiashara wote, na mikakati ambayo Kariakoo Market wameifanya sasa hivi, kila mfanyabiashara mdogo ambaye atafanya biashara katika ile soko lazima atakuwa anakatia bima. Na sisi tulichokifanya wakati tunafanya mafunzo, tulikuwa na benki ushirika ambao ni wadau wetu. Tulikuwa na benki ya TCB Bank ambao ni ya serikali, pamoja na benki ya NBC Bank ambao vile ni ya serikali, ambao hawa watakuwa na ofisi pale kuhakikisha wafanyabiashara wa Kariakoo wanapata huduma ya bima pale pale kwa ukaribu bila kuhangaika. Kwa ina maana ofisa wa benki hatamhudumia yule mfanyabiashara akiwa pale pale sokoni na anampatia bima, huduma yake ya bima, mfanyabiashara ndiye shughuli zake za biashara. Kaka wote amezungumzia kuhusu upotevu wa mitaji kwa wafanyabiashara. Nilikuwa nataka niongezee tu, hii mitaji majanga yanapotokea na multiplier effect sio tu kwa mfanyabiashara, hadi kwa serikali. Hadi katika familia ya yule mfanyabiashara. Kwa sababu janga likitokea mfanyabiashara akipoteza mtaji, serikali inapoteza kodi. Familia ya yule mfanyabiashara ambao wanamtegemea hataweza kuihudumia vizuri kama alikuwa anahudumia kabla janga lijatokea. Kwa hiyo natoa rai kwa wafanyabiashara ambao wapo katika masoko mengine, wahakikishe wanakatia bima kama sisi wataalamu na ushauri.
Shukran sana kama ambavyo ulivyoeleza Kariakoo ilivyoungua mwaka 2021. Asante sana Nicholas, nakushukuru sana Walter Nguma. Tunawashukuru sana. Asante sana. Maana wale ambao walikuwa na wasiwasi kuhusiana na bana bima ni kiasi gani, labda hela zitakuwa nyingi, mshaambiwa ni 0.2% tu ya ndani yako yote. Kwa 0.2% hata Goodluck anaweza katia suti zake. Anaweza katia mfano ukija Goodluck hata katika nyumba zetu ambazo sisi tunaishi ada yake bilioni 0.15 katika nyumba. Kwa nyumba ya shamani ya milioni 100 unalipia 177 pamoja na kodi. Tuna idadi kubwa pia ya wapangaji, naye anaweza kata bima. Sasa tukija kama nilivyosema mara ya kwanza, wewe ndio unamiliki ile nyumba dada Hilda. Wewe ndio una interest na ile nyumba yako. Lakini mpangaji yeye kule ameingia na vitu vyake. Yeye interest yake ni kwa unakuta mpangaji hawezi kukatia jengo. Yeye atakatia vitu vyake, atakatia kama na TV, kama na friji, ana makochi, ana kitanda, na vikombe, hata kanya hizo bima. Lakini wewe mwenye nyumba unatakiwa ukatie jengo lako. Kwa maana janga likitokea wewe mwenye nyumba umekatia jengo, sisi kama NIC tutakompensate wewe mwenye nyumba. Kama na mpangaji alikatia content zake za ndani, tutakompensate wote wawili. Mwenye nyumba atakompensate na mpangaji atakompensate. Na ukiangalia Walter, pia idadi ya masoko tuliyoona pale, asilimia kubwa ya masoko haya yameungua nyakati za usiku. Yes. Nadhani kwa nini usiku? Watu washaondoka, washafunga biashara. Mara nyingi ni miundombinu kwenye haya masoko. Kwa sababu ukiangalia haya masoko, asilimia kubwa kuna masoko ambayo unakuta kwamba mtu anajiwekea umeme anavyotaka, ana vifaa vya umeme, mafriji, sijui nini, mafeni, AC na kadhalika. Kwa hiyo unakuta kwamba ule kuangalia usalama wa hiyo kitu inakuwa ni shida kubwa sana. Kwa hiyo unakuta kwamba ule wakati ambapo sasa pengine kuna mtu wa kuwasha, wa kuzima, wa kufanya hivyo, wa kucontrol vyote hivyo, unakuta kwamba hawapo. Kwa hiyo unakuta kwamba tatizo linatokea kwenye duka moja, linakwenda kwenye maduka yote, kwa sababu unakuta kama ni mfumo wa umeme au kwa sababu yenyewe mapaya yameshikamana. Kwa hiyo unakuta kwamba mwisho wa siku tatizo hilo linatokea Goodluck. Yes. Sawa. Yeah. Basi sawa, kuna maswali kama hayo. Kwa sababu tupate mtazamo wenu kama wataalamu. Nashukuru sana. Ni kweli. Shukrani sana, asanteni sana kwa kuja kuzungumza nasi, na bila shaka elimu hiyo ya bima NIC pamoja na kampuni nyingine za bima zitaendelea kutoa kwa wafanya biashara kuona umuhimu, na kama alivyosema hapo, sio tu kwa biashara, lakini bima inaweza kawa kwa nyumba au vitu ambavyo unamiliki, biashara, usafiri na vitu kama hivyo, lakini pia bila kusahau bima ya afya. Lakini Goodluck, ukiangalia kwa mfano ulivyosema, maana yake ni kwamba matukio mengi yanatokea usiku. Kwa hiyo ni wakati ambapo pia kwa study hiyo waweze kuona kwamba ni wakati wa kuhakikisha kwamba hao watu wa fire kwenye haya masoko makubwa basi yani ofisi zao zifanye kazi zaidi ya mchana. Kwa hiyo ili majanga yanapotokea basi waweze kuyadhibiti kwa urahisi zaidi, kwa sababu tumekuwa tukiona kwamba pengine unasikia magari yamechelewa na vitu vingine kama hivi. Lakini pia kwa watu ambao wamejikita kwenye masuala ya majanga na vitu kama hivyo, wanaweza wakatazama hiyo kama eneo la kufanya study au research. Yes. Kwamba kwa nini usiku? Unaweza kuandika dissertation kabisa hapo. Unaandika na findings za kutosha. Nitakagua huyo kabla ya kusubmit. Asanteni sana Nicholas, shukrani sana Walter Nguma. Tunakamilisha hivyo tukizungumza kuhusiana na ajali katika masoko na umuhimu wa bima kwa wafanyabiashara.